Pole sana mwanangu, utakaa sawa. Kaka yako sasa hivi anarudi, anakuletea dawa. Sawa mwanangu? Hapana mama. Mimi nakufa. Ila wewe ndio unajua kwa nini nakufa. Kwa nini Tuli anazungumza hivyo mama? Tuli. Mwanangu. Wewe Tuli wewe. Mama. Wewe Tuli wewe. Tuli! Tuli mwanangu. Tuli mwanangu. Tuli mwanangu. Tuli mama. Wewe Tuli wewe. Tuli! Mama. Mama. Kwa hiyo ukimya wako unaashiria hichi ninachokuuliza ni kweli, si ndio? Naheshimu kila kitu na mipaka leo niwekea. Ila mama, utanijenga hivi mpaka lini? Unajua mimi ndio niliyekubeba miezi 9 tumboni mwangu. Na nilishakwambia mimi ndio baba yako na mimi ndio mama yako. Wapi hapo hujaelewa? Nakuelewa sana mama. Ila bado nina haki ya kumjua baba yangu ni nani. Aha. Kweli umekuwa. Unataka kumjua babako, si ndio? Ndio. Ukimwona utamjua? Ndio. Kwa maana nataka kumjua ni nani. Ulishakusikia sauti yake hata mara moja? Hapana. Sikia wewe. Mimi ndo najua jinsi ilivyokuwa. Najua jinsi gani nilivyoumia. Nimebeba tumbo lako miezi 9 pasipokuwa na msaada wa mtu yoyote yule. Tafadhali Lili. Sitaki nisikie unanyanyua tena kinywa chako kuulizia kuhusu hizo takataka. Na kama unataka kwenda kumtafuta, nenda kamtafute. Shensi mkubwa wewe. Dada, sisi sote ni binadamu. Na ili ubinadamu wetu utimilike, basi kuna baadhi ya mambo lazima uyapitie. Tumeshamzika baba pamoja na mama. Tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu sasa. Wewe ndio kichwa cha familia uliyebaki. Haupasi kuwa hivyo. Inauma sana. Ila hatuna budi, maisha mengine yaendelee. Kikubwa tunamshukuru Mungu tumemaliza msiba salama. Mimi nipo chumbani. Hapana dada. Tumekaa hapa ili tujadili kuhusu arobaini ya mtoto. Sasa kwa nini wewe unasema unanyanyuka na kuondoka? Mama, umetuita hapa kwa ajili ya kikao. Hujazungumza kitu chochote, unasema unaingia ndani. Unataka sisi tukuelewe nini hapo? Haya, si mnataka kikao?
hapa mwanangu mimi afanyiwe 40 na kikao kimeisha. Dada, hivi mama yenu mzima kweli? Hivi unachukuliaje mimi Kapera? Sinishike, nijibu swali. Unachukulia mimi fara kwamba nakupenda sana ama vipi? Ape, naomba unisamehe. Nilikutwa na matatizo ndio maana nikaamua kufanya hicho nilichokifanya. Ulikuwa na matatizo? Mbona kuniambia? Ni miaka 7 nilikuwa naishi ughaibuni. Nafanya kazi na kutumia pesa. Unafanya mambo yako badala ya kufanya kitu nilichokuagiza. Hakuna neno zuri ambalo naweza nikakwambia ukanielewa zaidi ya kukwambia naomba unisamehe. Kwa sababu hata kama utaendelea kuongea maneno mengi, hayawezi kubadilisha kitu chochote kile. Labda nikwambie kitu kimoja. Uking'atwa na mbwa sio kosa, ila ukirudia kung'atwa na mbwa sehemu ile ile, huo utakuwa ni ujinga wako. Naomba nisamehe. Nikusamehe? Sawa, nimekusamehe. Unaona sasa jinsi unavyofanya biashara yako Mama Chodo eh? Naona mkuu. Unaona eh? Sasa mimi nataka ufanye mara 10 zaidi ya hivi unavyofanya. Mkuu, mbona unanitisha hapo? Itakuwa kuna kitu unakitaka hapo mkuu. Kitu gani hicho mkuu unachokitaka? Hebu niambie. Uko sahihi. Ni kweli kuna kitu nataka. Ninachokitaka mimi uniozeshe yule binti yako Lolo. Mkuu, unadhani inaweza ikawa tu kirahisi tu hivi kama unavyodhania? Mama Chodo, usichokijua wewe, mimi kuna kitu nimekiweka kwa mtoto wako. Kipi hicho mkuu? Marhaba. Nimemweka zindiko, yani nimemtega. Pale alipo hatakiwi kukutana na mwanaume yoyote yule. Na mwanaume atakayejaribu kukutana naye atakuwa mwenyewe amejiandalia safari ya kuzimu, yani atakufa. Atakufa. Kwa nini unachukua jukumu wakati hata mhusika mwenyewe hajui? Nimeyafanya haya kwa sababu mimi namtaka yule binti yako uniozeshe mimi. Na haya ninayokuambia ni kwa sababu nataka wewe uangalie namna ya kuwanusuru hawa vijana ambao wanamnyemelea mchumba wangu. Mchumba wangu. Haya mkuu. Kitu gani kingine unataka nifanye mkuu? Cha umuhimu kinachotakiwa hapo ni wewe kukubali tu. Hayo mengine yanayofuata niachie mwenyewe Mama Chodo. Niachie mimi tu. Mimi nikutoe shaka mkuu. Mimi nimekubali. Kweli? Nimekubali. Mogoza. Sasa umenifurahisha Mama Chodo. Na mimi acha nikufurahishe. Yaani utauza sana mwaka huu. Sana. Tamika mwanangu, unajua maneno yako kuna muda yananichanganya sana. Mimi ndo nachanganyikiwa kabisa mama mdogo. Sielewi hata nina mkosi gani. Maana ni mwanaume wa pili huyu sasa. Nikitoka kufanya naye tendo tu,
unasikia amepata ajali na kufariki hapo hapo. Anakuwa hamalizi hata siku. Mbona ni jambo la ajabu sana. Na umejaribu kumshirikisha mama yako? Mama yangu kwa sasa yuko busy sana na biashara zake. Hivyo sijapata muda kukaa naye chini na kuzungumza naye. Na hajui changamoto yangu yoyote ile. Hii ni hatari kubwa sana. Yaani mama mdogo, mpaka naogopa sasa kuwa na mahusiano. Hapana mwanangu, usiseme hivyo. Ngoja mimi nitajua nini cha kufanya. Sawa. Bosa, dira yangu hadi sasa sioni inaelekea wapi. Najua ndugu yangu, ndio maana hata mimi muda mwingine najitenga kama hivi ili nipoteze tu mawazo. Tunafanyaje sasa ndugu yangu? Chodo, maisha yanahitaji utulivu sana ili ufanikiwe. Niamini mimi kaka. Kuna watu wanyama sana katika huu ulimwengu. Na wanafanikisha maisha yao kwa njia hizo hizo za kinyama. Tuchague njia yetu. Njia ipi hiyo tunatakiwa kwenda nayo? Kama tunaamua kuweka mikono yetu katika mwanga, basi tuweke kweli katika mwanga. Au kama tunataka tuweke mkono wetu katika giza, basi tuweke kweli. Unamaanisha nini? Vizuri, manangu ni hii. Kufuli zetu zimekuwa ngumu kufunguka. Hivyo basi tunahitaji tufosi ili zifunguke, hata kwa kuvunja. Nimekuelewa. Welili. Welili. Mama, umekuja? Shikamoo. Vipi, mbona hivyo? Hamna kitu. Kuna vitu tu navifikiria. Wewe unafikiria nini? Unakula, unavaa, chooni unaenda. Unawaza nini wewe? Mpuuzi mkubwa wewe. Haya, haraka ndani. Nimesema ingia ndani. Hujafunzwa kwenu Inakuja nataka kuingia nyumbani kwangu bila idhini yangu. Wa sister, fanya mambo yako. Nimkimbiza nimeona kaingia mumu ndani kwa macho yangu mawili. Kwa hiyo kama kaingia na wewe ndio unataka kuingia. Nikikuitia mwizi ukipiga ukafa, utasemaje? Unajua ulichonifanya wewe? Kakufanya nini? Na wapi? Msubiri huko huko mlipofanyana ndio mkafanyana vizuri, sio hapa nyumbani kwangu. Sijui umenielewa kijana?
Asa usajifanya kichaa. Subiri nimpigie kichaa mwenzie. Oi, masista. Halo. Uko wapi? Ongea na kusikia. Kichwa chako kishapata moto. Naomba uje nyumbani haraka sana. Unasemaje? Sasa hivi. Poa poa, nakuja. Haya poa. Baridi. Tulia, malaya mmoja. Unajua sita ukamata, si ndio? Yaani mkula vyangu afu dakika mwisho akimbia mtani kwako unajua sita ukamata. Afu ndo kavilipia huku. Vipi hapo wenyewe? Unakuja kuleta itikeli kwenye nyumba yangu au sio? Omboi nitakuharibia sasa hivi. Unatoka wapi huko? Mbona kama hivyo watu waanza kuona mashufa bitch boy? Sikia sipendi masala kwenye familia yangu, kicha wangu umekuja kwenye utawala wa majini yasi. Mimi ndo zile papa mshundu ulipomtetwa ile mtu. Nitakuharibia sasa hivi kicha wangu. Nitakunyonya mavi mzima. Nitakuharibia. Hii familia wewe na hivi na uache hivyo hivyo nitakuharibia kitangu. Cheza. Wewe nani? Mshamba mmoja. Alafu sisteri ndio unafuga malazi ujue. Siku zote wahenga anasema kwamba ficha malazi kifo muumbuo. Angalia sana anachokifanya huku sikunitia aibu. Mimi nahangaika na sangalai. Mimi napambana natoa jasho langu na kuja kusaidia familia. Huyu mshamba anadanganya afu aleti chochote kwenye nyumba. Nitakuua ujue. Nitakuua dakika tu mshamba. Na wewe kaka ni mtoto. Mtoto ndiye anataka anaingia mpaka ndani. Je, angechukua hata TV huko ndani ingekuwa vipi? Angechukua chochote kile ingekuwa vipi? 45 ujue namba chafu. Ingia ndani. Wewe jamani, niache nikamuue mshamba yule. Si basi na wewe kaka, mbona hivyo mambo madogo unayakuza jamani? Mambo madogo. Sema kicha wangu cha mende umezingua kinyama yani. Umezingua nini? Yaani mimi ndo nakutegemea wewe kama ndo general mafia. Nakupa mchongo 1 2 3. Asena kwa vipi mpaka ule mtoto anakushinda unafika naye mpaka nyumbani? Wewe nini usiletee upiuda? Katika 1 na 2 nasemeza mdogo wako mtaani kuna chocho aliingia ambapo mimi sielewi. Kuja kutokea buba mtaani kwako. Wewe mtoto wa kiume anakushindaje mtoto wa kike kwenye kukimbia? Unashindwa kumkamata kumfinya 1 2 3 hivi na hivi. Anakushinda vipi? Sasa sikia, kwenye hili tumefeli. Ila siku nyingine nikupangilia ndonga. Hakikisha unakamilisha kila kitu, sawa? Baadaye nitakupa mchongo mwingine wa hela, au sio? Oya Vipi mbona unaondoka madusuku yangu hapo hapo? Wewe mshamba nini kicha wangu nakupaje hela wakati mchongo wenyewe umefeli? Wewe umepatia mchongo kama nilivyokuelekeza? Na kulipaje sasa? Tafute baadaye nikupe mchongo wa hela mshamba. Asolo wako feli tena. Oa. Wachukulia poa. Ona mile. Tamika, mbona umekuwa mtu wa kunikwepa kila unaponiona? Au hii style yangu ya maisha ndo nafanya unikwepe? Nikukwepe kwa lipi? Basi tuachane na hayo. Vipi kuhusu ombi langu niliomba kwako? Haiwezekani. Unamaanisha unipendi, si ndio? Sema kitu basi. Kweli unipendi? Nafanya haya yote kwa ajili yako na kwa ajili ya maisha yako. Napenda kukuona ukiendelea kuishi. Unamaanisha nini kusema unapenda kuniona nikiendelea kuishi? Unataka kujua kama nakupenda, si ndio? Aswa, hilo ndo swala ambalo nataka kulijua. Ndio nakupenda. Lakini siwezi kuwa na wewe. Naogopa. Mbona unanivuruga Tamika? Unaogopa nini sasa?
Samani. Sasa nikimbie. Inakuwaje unaniziba njia? Kwani unifahamu mimi? Samani kwa kukutia hofu. Ila toka kumekucha sijatia kitu chochote kile mdomoni mwangu. Naomba unisaidie. Walau hata shilingi 500 tu au 200. Nikale hata kipande cha muhogo. Nakuomba tafadhali. Naomba basi nikakutafutia change hapo dukani au twende wote. Hapana. Chukua tu. Unamaanisha nibaki nayo yote? Ndio. Asante Mungu. Mungu akuzidishie. Tena akuzidishie mara 1000 hapo ulipotoa. Sijari. Tutaishi hivi mpaka lini? Sijui. Chakula hicho hapo. Ina maana yaani wewe unakula wali halafu mimi umeniwekea mihogo. Kweli mke wangu? Kuna hela uliacha ili nikupikie chakula unachokitaka? Mke wangu. Lakini nini? Mimi sio Fara Kapela. Na usizani napenda ninavyokuona. Nakuchukia. Na ushukuru nimekufikiria, nimekubakishia hata hiyo miogo. Usingekuta kitu chochote hapa ndani. Nimeakanyaga. Nae muluaye.
Usiku kuna mtu huwa anakuja dirishani kwangu na kuimba nyimbo huku akitonga kinu, na hiyo nyimbo ni kama ya ubaya. Wewe umejuaje kama hiyo nyimbo ni ya ubaya? Nadhani umesahau kuwa mimi nilikaa sana kwa bibi Bitipazi, na bibi alikuwa ananiimbia nyimbo nyingi sana za kichawi, na hii nyimbo ninayoisikia inaonyeshwa dhahiri nataka kuchukuliwa kutolewa sadaka. Kwa hiyo unataka kuniambia marehemu Bitipazi alikuwa mchawi? Haswa tena alitaka kunikabidhi mikoba yake ya uchawi, ila mimi nilikataa. Huyo anaimba dirishani kwako, huwa anaimbaje? Sio nyimbo nzuri sana pindi ukizisikia, ila ngoja nikuimbie. Oh, baba huyu. Naona kazi na burudani. Mwanangu wewe acha tu mwanangu. Yaani nimeamka leo nina hamu ya kisamvu. Nimeamua nikiandae mapema. Kumekucha mama. Mwanangu. Acha nipite nione kama naweza nikapata kibarua. Kweli baba, kapambane mwanangu. Na wala usije ukakate tamaa. Na wala usichoke. Jitahidi mwanangu, wewe wa kiume. Tunakutegemea baba. Natambua hilo. Na naamini litafika mwisho tu mama. Haya, sawa mwanangu. Wai, ukirudi utakuta wali na kisamvu kama kaida yako. Lakini mama, kuna nyimbo ulikuwa unaimba hapa. Hii nyimbo huwa naisikiaga usiku mkubwa sana ikiwa inaimbwa jirani na dirisha langu. Kwa hiyo Chodo mwanangu, hivi huwa usiku hulali? Mpaka unakaa unasikiliza nyimbo zinazoimbwa usiku? Kweli? Odeta. Odeta. Nani amekuruhusu kushika mkono wangu? Umesahau? Ulisema mimi na wewe tusijuane. Umesahau? Ulisema hutokuja kuniita jina langu. Umesahau? Sikia wewe. Mimi na wewe hatujuani. Na wala hatujawahi kujuana. Odeta. Waswahili wanasema zimu likujualo halikuli likakwisha.
tafadhali naomba unisamehe. Nateseka sana. Unateseka? Wewe umeteseka kama mimi? Umenipeleka katika dunia ambayo sikuwaza kama nitaishi katika hiyo dunia. Sikia wewe, mimi na wewe hatujuani na sitaki kujuana na wewe. Nimekuelewa sana Odeta, ila naomba kujua kitu kimoja. Vipi kuhusu mwanangu? Mwanao? Mwanao gani? Mimi na wewe tuna mtoto? Toka lini mbegu zako zikawa na uwezo wa kumtia mimba mwanamke? Odeta, sikiliza nikwambie. Ni dhihaki mimi, lakini usisubutu kunitenganisha na mwanangu. Tambua ile ni damu yangu, na ninakuhakikishia nitapambana kumpata mwanangu. Sikia wewe, anza kujipambania wewe kwanza, kisha ndo utapata hayo mengine. Shikamoo. Eti shikamoo dada. Unatoka wapi sasa hizi? Sasa umenipiga. Nimekupiga ndio unasemaje kwani? Unataka tushindane sasa ndio? Na kuuliza wewe ulikuwa uko wapi? Hivyo mtoto mbona huna hata aibu wewe? Mtaa mzima kote nasemwa mimi. Kila nikitembea nanyoshwa vidole. Hapa nyumbani nikikaa wananifuata. Kwa ajili yako wewe, kwa nini unakuwa hivyo? Haya ndo malezi ambayo nimekupa toka wazazi walipotuacha. Sina kuuliza wewe? Nikitembea barabarani humo, naambiwa wewe unatembea na waume za watu. Wewe unadanga. Wewe unadaiwa. Madeni yote unadaiwa wewe. Waha wanakudai wewe. Wasichana wenzio barabarani kote wanakudai wewe. Na wakidai wanakuja hapa nyumbani wanakuja kunizalilisha mimi. Kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini unanizalilisha mimi na kuuliza wewe? Wema wangu mimi ndio unaniponza, si ndio? Kukulea mimi hapa nyumbani na kulea kama mdogo wangu, kila kitu nakufanyia. Unaenda kuniaibisha babani, nakuja mimi nazalilishwa hapa nyumbani, si ndio? Kaka kila muda anakaa ananisema mimi kama mtoto mdogo kwa ajili yako. Naonekana sikulei mimi vizuri. Sasa naomba unisikilize. Ukitaka kuishi hapa nyumbani nikulee mimi kama dada yako, naomba ufuatishe ninachokitaji mimi. Umenielewa? Sitaki kuaibishwa barabarani. Kuanzia leo ninasema nimesimama hapa. Nikisikia tena nitakuwa sina msaada na wewe. Kwanza hebu leta hicho ulichokipata kwa barabarani. Changamka, leta ulichokipata barabarani. Unashangaa nini wewe? Lete. Vipi wewe? Afisa naomba unisikilize. Yaani ukijiona umefanya mambo yako ya ajabu, ubaki huko huko usije hapa. Na ukija hapo uje na vitu vya kueleweka. Olako unijejea na vitu vyako vieleweki hapa. Umenifanyia surprise. Umerudi hata kunaambia. Ni kweli mdogo wangu. Ila utanisamehe. Maana nilivyorudi mambo yalikuwa ni mengi sana. Nilikuwa najaribu kuweka baadhi ya vitu sawa. Ila sikuwa na wasiwasi maana nilijua utafunga chuo na utakuja nyumbani. Nimefurahi sana kukuona dada yangu. Unizidi mimi. Maana ni muda mrefu sana. Ila natumaini kila kitu kitakuwa sawa kwa upande wako. Ndiyo. Nashukuru Mungu. Sawa.
Sikiza, taarifa zako ninazo. Unajikuta kontawa sana hapa mtaani, sio? Unawavutisha vijana bangi nini? Hivyo unajikuta nani kwanza? Sikiliza Omboi. Katika maisha yangu sije kumuogopa mbwa yoyote yule. Yaani mimi kwangu nachukulia yote fucking. Sikiliza. Sasa jipange. Naenda kukuletea nyungu muda sio mrefu. Sikiliza wewe Kolo wewe. Mimi katika maisha yangu sije kumuogopa mtu yoyote yule. Alafu mimi siandafii. Na kuomba kitu kimoja alafu uliwe onyo. Ukijaribu kuniletea nyungu, nitakuja kukuua. Au unataka nikuoneshe advertise? Kwanza sikiliza. Chodo, subiri kwanza mara moja. Unajua wale jamaa siwaelewi kabisa. Toka jana waliotuambia tuende. Na cha ajabu nimeshangaa nimechaguliwa mimi na wale wengine. Lakini nimejiuliza kwa nini wewe haupo. Mbusa, mimi naamini wale jamaa wako sahihi sana. Kwa sababu sisi tumeenda kuomba kazi pale. Na wale wanachukua wafanyakazi kutokana na vigezo wanavyovihitaji. Huenda mimi sina hivyo vigezo wanavyovitaka wale. Ndio maana hawajanichukua. Nisikilize kaka. Unajua ni kwa kiasi gani tumepambana kwa pamoja kutafuta ile kazi. Alafu leo hii mimi nibaki, wewe urudi nyumbani. Hicho kitu hakiwezekani. Siwezi kukubali. Bosa, huo utakuwa ni udhaifu mkubwa sana. Unakumbuka wewe ndio uliniambia kama tumeamua kuweka mkono gizani basi tuweke. Na kama tumeamua kuweka mkono kwenye mwanga tuweke. Na ili makufuli yetu yafunguke ni lazima tupate kazi. Nitakushangaa leo wewe uache kazi kwa sababu na mimi nimekosa kazi. Nani atamfuata mwenzie? Mimi nategemea wewe upate kazi. Ukifanikiwa wewe nimefanikiwa mimi. Sababu ukipata kazi mimi nitapata wa kumfuata. Tukikosa kazi wote nani atamfuata mwenzie? Nenda kufanye kazi kaka. Kaka, umenikumbusha jambo. Maneno yako yanasadiki. Ni kweli tumombe Mwenyezi Mungu tuendelee kupambana. Ikiwezekana Mwenyezi Mungu atatusaidia kulivunja ile kufuri ambayo tunahangaika kulifungua. Basi sawa, mimi naona tuachane nielekee nyumbani maana siko sawa. Tamika mwanangu, unampenda kweli? Ndiyo nampenda, lakini naogopa. Kama kweli unampenda, basi haina haja kuogopa. Usikilize moyo wako. Mamdogo, nawezaje kukubali au kuulizisha moyo wangu hali ya kuwa najua nini kitamkuta pindi nikiwa naye? Najua unaogopa sana, lakini nikuahidi tu kitu. Mimi mamako mdogo niko hapa. Nitahakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Nitahakikisha unakuwa na furaha. Nikuombe kitu tu mwanangu. Naomba usimkatae. Mkubalie. Uende ikawa yule ndo riziki yako. Sawa mamdogo. Ila nakuomba uniahidi kuwa utanisaidia kwa hili. Bwana. Yaani tena uniamini mamako mdogo mpaka tuanze kuahidiana?
Basi sasa mimi nakuahidi, nikiwa kama mamako mdogo, nitafanya kila kitu ili mradi binti yangu uwe na furaha. Hivyo jamaa, unanitafuta nini mimi? Sijakuelewa. Unamaanisha nini? Nilikwambia nini kuhusiana na mwanamke wangu? Kwani mimi nimefanyaje? Mimi nimefanyaje? Hebu achana mimi bwana. Hii message umemtumia jana Zoo saa 9:49 usiku. Alafu hizo kelele zako mimi zinitishi ujue. Nina uwezo wa kufanya kitu chochote kibaya kile hawa majirani zako wote wakashindwa kukusaidia. Kwa hiyo unataka kusema nini? Oh. Unajibu dharau kwa sababu upo kwenye imani yako, si ndio? Sikia Ekepiuda. Hili ndo litakuwa onyo langu la mwisho. Siku yoyote muda wowote ukiniona nimefika hapa, majirani zako wote watakuja kuwa shahidi kwa kitu ambacho nitakachokifanya. Fala we. Halima, unampeleka wapi mwanangu? Mama, nilikueleza matatizo yangu, lakini haukunionyesha dalili ya kunisaidia. Kwani mama mdogo akifanya hivyo kuna tatizo? Umekuwa sasa Manake umekuwa mpaka sasa unanipandishia sauti, si ndio? Dada, kama nimekosea basi naomba unisamehe. Mimi sikufanya hivi kwa ubaya, kwa sababu mtoto wako ni mtoto wangu pia. Eti mtoto wako ndio mtoto wangu pia? Wewe unajua uchungu wa kuzaa wewe? Fuata kilichokuleta. Jamani dada, si nimeshaomba samahani. Haya maneno mengine yanatokea wapi tena? Yanatoka makalioni, na tena ukome kuifuatilia familia yangu na utaondoka humu ndani. Nilijua tu utaenda kuangukia wapi. Semeni, kwa mara ya kwanza nimekuita jina lako. Na sitaki nikuvunjie heshima kwa sababu wewe ni dada yangu. Sasa naona unapotaka kufikia pabaya. Labda nikukumbushe kitu na usijisahaulishe. Hii nyumba ni ya kwetu wote, sio ya kwako wewe. Mimi kuja hapa nimekuja kwangu na sio kwako. Nitaondoka muda nitakaojisikia mimi. Sio wewe kunifukuza. Leo mdogo wangu kidogo umeonyesha ujasiri wa kuongea na mimi. Nataka muendelezo wa hicho ulichokianzisha. Semeni, sikuogopi. Yaani sikuogopi kwa lolote, kwa chochote. Na kama unataka kunipigia ngoma nicheze, dada, nipo tayari. Yaani nipo tayari kabisa. Nitacheza mchana kweupe. Kapera, nilishakwambia usinishirikishe katika jambo lako lolote la namna hii. Tena tafadhali, sitaki. Mzugu, wewe ni rafiki yangu na unajua ni zaidi ya urafiki. Nisipokushirikisha wewe, unataka nikamshirikishe nani ili anishauri? Wewe ni mpuuzi, tena zaidi ya wapuuzi. Kama ungekuwa mwerevu na kunisikiliza mimi na ukasikiliza ushauri wangu, hata huku tusingefika. Sioni sababu ya kukumbuka ya nyuma. Ni bora tuachane nayo. Hapana.
wewe huna huruma. Mwanamke amejitoa sana kwako, anakutumia pesa ufanye vitu vya msingi ufanye, unakula bata. Tena ulivyokupa mwanaume wa ajabu na mnyama, yaani unakula bata na mdogo wake. Kapera wewe ufai. Yaani Kapera wewe ufai. Mzugu, siku zote mchuma janga hula na wakwao. Nataka kujua kitu kimoja. Utanishauri au utaendelea kunisema? Kwenye hili usinihusishe na staki. Naomba uniache. Samani, wewe ni mdogo wangu kabisa. Kuna kitu nataka unisaidie. Kitu gani dada? Nina miaka kadhaa sikuwa hapa nchini. Hata unajua nilikuwa wapi. Ila ulikuwa ujui nilikuwa napata ugumu kiasi gani katika kufanya kazi zangu ili umalize chuo na mambo mengine yaendelee. Hivi kuna siku wakati unakuja hapa likizo shemeji yako ashaye kulala nje? Hapana. Kwa hilo haijawahi tokea. Labda kipindi ambacho mimi sipo. Huku nyuma ilikuwaje? Kapera kanti maskini sana. Miaka yote 7 nipo gaibu ninafanya kazi. Kumbe sasa na bure. Kivipi tena? Hebu usilie dada. Nilikuwa namtumia pesa nyingi ili ajenge katika kile kiwanja changu cha Chanika, lakini hajafanya kitu chochote na hata sijui era kafanyia nini. Ungekaa naye ungemuuliza kwa utaratibu, labda atakwambia dada. Hana majibu ya kunipa na sina muda wa kukaa naye kumuuliza chochote kile, ila kuna jambo naandaa kwa ajili yake. Jambo gani dada? Utajua mimi nitafanya nini. Wae, usiniletee ushangingi ujue manzi. Unanipenda mimi au unampenda yule boya wako? Eni. Kuna haja gani ya kupigizana kelele kujazia watu hapa? Usiniletee pigo kama hizo wewe vipi wewe? Unadhani mimi nimekuja kuimba taarabu hapa? Nijibu swali langu. Nakupenda wewe. Baridi. Ingia ndechi nenda kachukua nguo zako tuondoke kwenye ikulu ndogo. Ingia ndani kachukua nguo zako tuondoke ikulu ndogo. Lakini mamangu atanielewaje? Wae, usiniletee pigo hizo ujue manzi. Nimesema chukua nguo zako tuondoke ikulu ndogo. Hizo taarifa zingine nitajua mimi nacheza nazo vipi, mshamba nini wewe? Usiniletee malaya ulokomaa mimi. Yaani mtu saa 6 za usiku anakutumia message 1 2 3 hivi na hivi ndo nini sasa? Asa nataka nije kumuona mshamba wako upo kwenye ikulu ndogo, afu anakutumia message kama sijakuja kumchinja mtu. Kipa yupa yu wenge. Tutoke bwana. Umekuwa adimu sana kaka yangu. Vipi, kuna tatizo? Wewe acha tu. Si unajua vibalo vya watu hivi. Vipi lakini? Uko poa? Mimi niko poa. Vipi, hujaniambia nini kinaendelea? Au umeshafanikiwa kaka yangu na nisahau? Amna, ni majukumu tu. Lakini pia bado sijafanikiwa kwa sababu toka siku mmenikutanisha naye mpaka leo amekuwa mtu wa kunikwepa tu. Ila najua nini kinamsumbua. Mbona mapya hayo? Anakukwepa? Ni jambo gani unafanya mpaka akukwepe? Tuache hayo. Ila ninachokuomba ukionana naye endelea kuongea naye. Naamini kila kitu kitakuwa sawa.
Sawa kakaangu, nitajitahidi vile niwezavyo. Vipi lakini Pengo? Anasemaje maanake na yeye alikuwa anakusumbua sumbua? Kaka, ushaanza mambo yako. Mimi nakuacha bwana. Sawa. Haya. Mimi nina matatizo gani? Mbona kila linalokuja mbele yangu halitimii? Nazurura kutafuta kibarua hata cha ujenzi tu sifanikiwi. Ya Rabbi, nisaidie mja wako. Natamani kuoa nashindwa sababu sina kipato. Kama ni wewe wa kufulia Ilahi, ni wewe wa kunifungulia. Nisaidie. Chodo. Upaswi kuwaza hayo unayowaza kwa sasa. Ila unapaswa kufikiria nani anayekuumiza. Usiumie kichwa chako. Pambana wewe mtoto wa kiume. Jitahidi umjue anayekuumiza. Mama Chodo. Naam mkuu wangu. Bila shaka kila kitu kiko sawa eh? Kila kitu mkuu wangu, ondoa shaka, kiko sawa. Wewe tu. Sawa sawa. Sasa basi, leo usiku nataka wewe uongoze kikao. Hiyo heshima kubwa hiyo. Nitafanya utavyoniagiza mkuu wangu. Halafu mimi nataka niburudishe nafsi leo na mtoto wako. Lakini sasa siku zinazofuata nataka nile na kuku. Mkuu, lakini hapo naona itakuwa sio sawa. Kwenye kazi zetu hizi ndio sawa sasa. Hapo ndio chao kwako kinapanda. Sawa mkuu. Sawa mkuu wangu. Lakini naomba iwe siri. Mtoto wangu asije akagundua kitu kama hicho. Kwani sisi mambo yetu tunafanya dhahiri? Si tunajificha jificha gizani. Mogoza. Mogoza. Tamika. Mrembo wangu Tamika. Wewe ndo mrembo hapa kwetu bwana. Yaani hakuna mwanamke mzuri wa kukushinda wewe. Na kamzigo kapo. Sasa basi, leo jiandae Tamika. Leo mimi mgeni wako. Yaani leo nakuja kwenye mikovyoko, nakuja kukukovyoka.
Tamika. Tamika. Leo nakuja kukumogoza. Mogoza. Tamika. Dadangu, mbona upo nje mpaka saa hizi? Na ukizingatia ni usiku mkubwa huu. Amna kaka, kichwa changu tu hakiko sawa, na ndio maana hata usingizi sipati. Sawa, lakini ukupaswa kuwa nje mpaka saa hizi. Kama usingizi hauna ungekaa sebreni. Halafu mbona unapanga, imekuwaje tena? Ili panga itakuwa mama mdogo alilisahau, ndio maana mimi nikalichukua. Una uhakika na unachokisema? Kaka, kama hautojali wewe ungeingia tu ndani, mimi nikijisikia usingizi nitaenda kulala. Mlinzi gani anayelala kabla ya bosi wake? Nisikilize Tamika, wewe na mimi tupo kwenye mabano. Hupaswi kunificha chochote. Hebu niambie, ni kitu gani kinachokusumbua? Kaka, nipo kwenye wakati mgumu sana. Sidhani kama naweza kutumia nguvu kubwa kukuelezea, maana kila kukicha linakuja jipya. Sitaki kusikia mapya ya zamani. Hebu niambie jipya la leo linalofanya uko nje mpaka saa hizi. Leo mchana nilikuwa naenda sokoni, nikakutana na au basi tu twende sebleni kaka. Kaka, twende ndani. Asante sana Shani. Nashukuru kwa kila jambo ambalo ulifanya kwangu. Yaani sijui nikufananishe na nini. Naweza kusema wewe kama mua, yaani mtamu mpaka kwenye fundo. Nilivyo bahati. Unajua kuzingatia ngoma. Nakupenda sana unajua. Ndio maana nakupa kile unachotaka. Asante sana. Sasa tunazungumza wazi.
hichi nachokiona ndicho unastahili kufanyiwa na wewe? Wewe unawezaje kuja nyumbani kwangu bila hata taarifa? Vipi na mabegi yako? Umefukuzwa kwenu? We malaya, toka haraka ndani ya chumba changu. Nimesema toka haraka ndani ya chumba changu. Kwa nini umekuja katika njia yangu? Ulisema utopita nitakapopita. Umefuata nini sasa? Odeta, sikiza nakwambia kitu. Mimi sina uwezo wa kumpa mimba mwanamke. Unajisumbua bure tu. Sio, umenielewa? Yaani kama nimeshaweka kijiti vile. Mimi siko tayari kuziwa mbuzi kwenye gunia. Nachokushauri, mtafute wewe mpuuzi mwenzie aliyekuja hiyo mimba. Alafu unawezaje kukubali kubeba mimba wakati mimi sipo tayari kupokea majukumu? Yaani kizembezembe tu, kiboya boya tu unakubali kupokea mimba. Mimi sijawahi kutembea na mwanaume mwingine yoyote zaidi yako. Na kama hukuwa tayari kubeba hayo majukumu, kwa nini uliforce kumenyia ndani? Halikuwa mimi sikuwa nataka. Sikiza nikwambie wewe Taila. Kwanza koma kuniita jina langu. Kuanzia leo usithubutu kabisa kunyanyua ile bakuli lako kuniita jina langu. Wewe wenzako mayai wanalia chips, wewe unaenda kubebea mimba. Wewe vipi? Nisikilize. Usiloge tena ukaniita jina langu na wala mimi sitakuja kukuita jina lako. Naandika kabisa katika maisha yako hujawahi kukujuana na mtu kama Makoko. Kwanza sasa hata barabarani ukiniona napita, pita kulia, nipite kushoto. Sitaki hata tuonane. Sawa. Naondoka. Na nitatekeleza hivyo ulivyosema. Nivunjia mlango, fala wewe. Wewe unatembea kama mtu anaenda kuchunga ng'ombe. Vipi? Ndio kwa gani starehe tu hapo. Mwili wako wapipa ni upeleka wapi? Acha nifanye je mimi nishangae huyu mwanaume akithubutu kunifatafata. Mdogo, mbona ile swali lilotokea jana kama sio kawaida? Ulimsikia Tamika akipiga kelele usiku? Tamika alipiga kelele usiku? Mimi mbona sikusikia chochote? Au nilikuwa na usingizi mzito? Na kwa nini apige kelele usiku? Mimi pia sifahamu. Lakini nilimsikia akiita Chodo, njoo nisaidie. Chodo, njoo nisaidie. Nilijaribu kutoka nikajua shida nini, lakini nilikutana na mama. Na ajabu, mama alinifokea sana. Na kudiriki kuniambia anataka nikalale na dada yangu usiku. Nashindwa kulala, nahangaika kwenye vyumba vya watu. Sikuwa na namna, ilibidi nirudi kulala. Hivi mama yenu ana shida gani lakini? Ipo siku ndani tutakuja kuvamiwa na majambazi, tutakosa msaada. Kwa sababu wewe ndo mtoto wa kiume urobakia. Wewe ndo kuangalia nyumba hii. Sasa iweje akutamkia maneno makali kama unataka kulala na dadako? Hivi mama yenu ana shida gani huyu nyinyi? Unajua mimi nashindwa kumuelewa kabisa. Mimi pia nina wasiwasi na mama.
lakini nashindwa kumfikiria vibaya sana kwa sababu ni mzazi wangu. Ila dada, huyu sio bure huyu. Kutakuwa kuna kitu kinaendelea hapa. Chodo mwanangu, tuachane na hizi story. Kama unavyomjua mamako, akitoka huko na mdomo wake ule mrefu, atakapobwata hapa mpaka asubuhi, utashindwa kulala. Kwa ni bora hii kazi tuinyamazie hapa hapa. Wewe usijali, mimi nitajua nini cha kufanya, sawa? Sawa mamangu. Wewe nenda kapumzike. Mimi nipo hapa napunga upepo. Kapela, unapaswa kuwa makini sana. Nahisi dada ana mpango. Ana mpango gani? Nahisi anataka kupeleleza juu ya fedha zake. Maana hataki kuamini kama utakuwa umezitumia. Sasa unahisi atajua? Hata hivyo mzigo tumeuhamishia kwenye akaunti mpya tulioifungua kwa jina lako. Unadhani atajuaje sasa? Maana yangu ni kwamba tunapaswa kuwa makini kwa chochote atachokuhoji ama kunihoji. Majibu yetu yaeleweke. Sawa, usijali kuhusu hilo. Hata hivyo tutaondoka hivi karibuni. Nimeongea na rafiki yangu wa Arusha atutafutie nyumba. Twende tukaishi huko. Tuanzishe maisha yetu. Nakupenda sana mume wangu mtarajiwa. Liharakishe hilo jambo tuondoke hapa. Usijali kuhusu hilo. Nakupenda pia. Kaka, mbona sikuelewi? Inakuwaje unamleta ubinti hapa? Sisterenge vipi? Swali gani hilo unaniuliza? Kwani huyu manzi anakukela nini wewe? Sio ananikela. Wewe ni kaka yangu, ni lazima nikuulize. Kwa sababu hujawahi kuniambia chochote. Sikia. Huyo ndio mama mtu kwa sasa. Kwa hiyo haina budi kumuita wifi. Nimemtoa kule nyumbani kwao, nimeona kuna waviba macho wanaanza kujipitisha pitisha. Kwa hiyo sitaki kwenda jela. Lakini kaka, kama kweli unampenda, kwa nini usimuoe tu? Oh, asisteri vipi wewe? Hebu tuliza kipampo alimpo acho vipi sasa? Huyo kama kuolewa ataolewa, lakini sio haraka haraka kama unavyotaka wewe. Tula basi. Sawa. Nipe hiyo hela nikafanye mipango asubuhi. Sisteri vipi wewe? Kweli unavurugwa sister wangu. Kwani ni zamu yangu? Au ndo nataka kujisaulisha? Si jana tu mimi nimekupa lateni wewe. Eni. Hebu acha ujinga basi. Inakuwaje unashindana na mdogo wako? Jana ilikuwa ni marejesho. Kwa hiyo nilitoa pesa kidogo ulionipa, nikaongezea na nilionayo. Ndio maana chateni kimeisha. Baridi. Haipingwi alafu ikatoksi. Kama vipi mimi nitakuchezeshia baadaye. Takutumia sasa, mbona kupona nataka kuleta sura mpa huko? Sawa. Wewe mbona ule? Sijisikii kula. Kipi kinachokufanya usijisikie kula? Lili, unanizoea? Sitaki nikuonyeshe upande wangu wa pili. Tafadhali naomba kula chakula. Hapana mama, siwezi kula. Hivyo unanitaka nini mimi? Nataka kujua babangu yuko wapi. Labda inawezekana wewe na baba wenda mkaa mna matatizo.
lakini siyo sababu ya mimi ya kutokumjua babangu. Mbona wenzangu wana baba zao? Mimi babangu yupo, lakini simjui. Unaona kama unanifanyia haki mama? Jinga mkubwa wewe. Unanipanda kichwani, si ndio? Unataka kunipanda kichwani, si ndio? Tangu ujitambue, ulishai kumuona wewe unayemuita baba? Ulishai kumsikia wewe unayemuita baba? Sikiliza. Mimi ndiyo baba na mimi ndiyo mama yako. Sasa, ole wako nisikie unatamka hilo neno katika hilo domo lako. Nitaukata huo mdomo wako. Mpuuzi wewe. Kula! Mtu mzima ovyo, bora hata nilipokukuta. Nahisi unijui. Na hapa kwa jina la mama yangu mzazi, Bibi Nyakazenga. Pesa yangu naitaka, sikuogopi. Sio kwa magharibi wala sio mashariki. Pesa yangu naitaka, mama chodo, mama chodo. Nahisi unijui vizuri. Kumbe wewe umekuja nyumbani kwangu kishali. Labda nikwambie mtoto. Wewe unijui mimi. Ondoka nyumbani kwangu. Semeni. Nimekuita mara hizo? Mara 2. Nataka pesa yangu. Kama umezoea vya sanda hivi vya kaniki. Hela yangu utaitoa. Mtu mzima ovyo, kazi kujichanganya na toto. Tamika. Madodo mwaitoti. Kwa nini unaogopa kuwa na mimi? Nakupenda. Ila sina bahati ya kudumu na nimpendaye. Ukiwa unamaanisha nini? Nikiwa na mahusiano, huyo mwanaume ni lazima atakufa. Na mimi sitaki ufe Haji. Napenda kuendelea kukuona. Una upendo mkubwa sana kwangu. Ila mimi sitaki uofu hilo. Kwa sababu nikifa kwa ajili yako ni ushindi mkubwa sana kwangu. Tafadhali, naomba nipe nafasi. Naogopa. Kila jambo naloogopa, Mungu ana mpango nalo. Nifungulie milango ya nafsi yako niingie. Na kuahidi, nitakupenda sana Tamika. Sawa. Kweli? Nakupenda sana. Basi sawa. Acha niwaishe bidhaa nyumbani, tukapike chakula cha mchana. Baadaye basi. Sawa. Kijana. Hujambo? Sijambo. Habari yako? Unaonekana huna adabu Kwa nini huwa mkiwa kubwa? Mzee wangu, hizo salamu ni za watumwa. Walikuwa wanatumia watwana miaka hiyo kwa mabwana zao. Sio sasa hivi. Hebu niambie, unataka kusema nini? Unaonekana mjuaji kidogo Kidogo tu, sio sana. Bila shaka wewe unaitwa Haji wewe. Na unakaa hapo nyuma tu hapo. Tena unakaa na dada yako anaitwa Rashida. Si ndio hivyo? Umepatia. Lakini kuna vitu vya msingi hujavisema. Tatizo nini?
tatizo ni Tamika. Nataka uachane na mpenzi wangu Tamika. Yule ni barafu wa moyo wangu. Unajua wewe bado kijana mdogo sana. Bila shaka wewe ni nguvu kazi ya taifa letu. Sasa basi, kama ukiendelea kumfatafata mpenzi wangu Tamika, utakufa wewe. Unanitisha? Usinitishe jinga. Tamika ni mpenzi wangu na naenda kumuoa haraka iwezekanavyo, na hakuna mtu yote wa kunitenganisha. Wewe kijana, umewezaje kulijua jina langu? Usiogope, tuko vitani, hamna kuulizana. Kiasi gani hiki? 100,000 na shilingi 15,300. Nakubali kichau wangu. Shika mzali wapo. Vipi? Mbona unashangaa? Ila gani sasa yenyewe? Unajua nifanyisha biashara hatari ya kuuza ngada. Nikikamatwa mimi ni jela. Kwa hiyo nenda jela kwa shilingi 10,000. Kwa hiyo kichau wangu cha mende, wewe ulikuwa unatakaje? Sio natakaje ni yeni. Hii ni biashara naofanya. Kumbuka nafanya kazi kubwa. Nilipe ila naeleweka basi. Kwa hiyo siku hizi kichau wangu ushakuwa tembo, si ndio? Yaani unashindwa kufahamu kabisa kwamba mimi ndo nimekufundisha hizi kazi. Yaani misingi yote mimi ndo nilokupa, hapo leo hii unakuja kuleta ushanta. Hivi unafahamu kwamba mimi puli nachukua kwa shilingi ngapi? Sasa sikia, chekecha kichau wangu. Chekecha basi. Hivi huyo mboi mimi ananichukuliaje yani? Kwa hiyo hajaona mitaa yote hiyo anakuja kupita ile hizi hapa hizi. Baadaye. Unaenda wapi? Naenda sokoni jamani. Wacha mende. Chekecha basi. Kwa hiyo umeshawasiliana na bwana wako, mnakwenda kukutana mbele, si ndio? Mbona sikuelewi nini? Kwa hiyo unanichukulia mimi kiazi kwamba sielewi chochote, si ndio? Hujui kwamba mimi naumia kiasi gani? Napambana na hangaika huku na kule ili mradi niweze kuitunza thamani yako. Na hayo yote unayajua. Yaani kiukweli ni kwamba nakupenda, nakujali, pia mimi nakuthamini. Au ulikuwa unataka nikufanyie kitu gani mradi ujue kwamba mimi muuni na kubilivu? Nini? Maneno yote yanatokea wapi? Mimi sielewi kitu. Yaani sasa hivi basha wako kapita kaenda hivi na wewe unatoka ndani unaniambia mimi kwamba unakwenda sokoni. Unataka kunichukulia mimi chenjele, si ndio? Kwamba mimi bogazi sielewi chochote. Ola wewe, nakuheshimu. Usije kuivunja mipaka yako ujue mwanamke. Sina nachokijua lakini. Mwambie vizuri basha yako. Akija kujipindua mimi nitakuja kumkata miguu na mtanipeleka jela ujue. Kama mlikuwa mna mahusiano hiyo zamani na sio sasa. Changanya kiuno chako, ingia ndani huko. Na kama sokoni atakwenda siku. Nimekuelewa. Nenda sasa mshamba wewe. Unachukulia poa. Yaani mimi naenda kuhangaika huko hivi na hivi na uzalo yangu afu unachukulia baridi tu unatingisia kimoja kimoja.
Nakuelewa kaka, ila baada ya kuambiwa hilo, kuna jambo ulifikiria? Nashindwa kung'amua hichi alichoniambia mjomba, lakini najaribu kuunganisha baadhi ya matukio, maana marehemu Tuli aliwahi kunieleza pia juu ya bibi marehemu Biti Pazi. Kwa hiyo unataka kumaanisha nini? Ni ngumu kumaanisha, ila mimi mama simuelewi, ujue dada. Mama, unataka kumaanisha ni mbaya? Hivi Chodo, mama angekuwa mbaya ungefika hapo ulipofika leo? Kweli mama ni ana matatizo yake, lakini mbona umefikiria pakubwa sana hivyo? Hata sijui, ila nisamee kama nimekukwaza. Ni mawazo tu. Tulia, acha mawazo, kila kitu kitakuwa sawa. Najua inaumiza, ila usiwaze, utajitafutia matatizo kaka yangu. Sawa, nimekuelewa. Umenistua kwa wito wako. Vipi shemeji? Kwema? Usishtuke, nimekuitia jambo la kawaida tu. Hata hivyo usijali, hata mimi nimefurahi pia kwa sababu toka umerudi hapa hatujaonana. Wewe si utaki kuja nyumbani? Shemeji wana, ningekuja tu. Mzugu samani, kuna vitu nahitaji kukuuliza. Naomba unisaidie. Ndio maana niko hapa. Ina maana nimetika wito wako na kusikiliza wewe. Kapere ni rafiki yako mkubwa sana. Unaweza ukaniambia maisha aliyokuwa anaishi wakati mimi sipo hapa nchini? Hape. Sio rahisi mimi kukwambia ukweli wote kuhusu Kapera. Nitakudanganya tu. Ila kiufupi sikupenda maisha ambayo alikuwa akiishi. Hilo ambalo naweza kukwambia mimi. Alikuwa anaishije? Siwezi kukwambia. Ila kama kuna kingine chochote kile unahitaji kujua, niambie, nitakujuza. Lakini kuhusu Kapera, hapana. Kwa hiyo uweze kunisaidia, si ndio? Wakati mwingine, sio sasa. Binti. Nilikuona nikakukumbuka. Nikakumbuka wema wako ulionifanyia, nikaona nikuite nikusalimie. Habari yako? Hapana. Mimi leo sihitaji pesa. Katika mizuko yangu nimefanikiwa, nimeuza chupa, nimepata hela. Hii inanitosha sana kwa leo. Hapana, ongeza naye. Kiukweli una moyo pekee sana. Yaani nakufananisha na male mamangu. Alikuwa na moyo kama huo wa kwako. Alikuwa radhi atoe chochote kitu kumpa mtu, hata kama anayepewa nacho. Usijali. Unajua mwanzo nilikuwa nakuogopa sana. Niliamini watu wanaofanya shughuli kama yako hawako vizuri kichwani. Lakini kwako ni tofauti. Ni kweli.
Watu wengi sana wanafikiria sisi tunaokota makopo kwamba kichwani kwetu tuna matatizo ya akili, ila wanasahau kwamba hii ni kazi kama kazi nyingine. Naitwa Lili. Nakushukuru kufahamu. Naitwa Makoko. Ila mimi sitakuita Makoko. Nitakuita Anko Makoko kwa sababu wewe ni mkubwa sana kwangu. Sio vyema kukuita kwa jina lako. Yote sawa. Ukiniita Makoko ni jina langu. Ukiniita Anko bado ni cheo. Basi sawa. Tutaonana wakati mwingine. Ngoja mimi niwahi nyumbani. Sawa. Aisee, wazazi wako wamekulea vyema sana. Nakuombea kwa Mungu uendelee na moyo huo. Sijali. Naomi, hebu simama. Shoga yangu vipi? Mbona haraka namna hiyo? Nilikuwa naelekea zangu huko kukiamsha sasa hivi. Yote hayo 9. Shoga yangu nikupe ubuyu. Yule ambaye tulikuwa tunamsubiria, yule kila siku tunamwandama. Leo kaingia kwenye 18 zangu. Una uhakika kama kweli kanasa udugu? Na uhakika kabisa, maana leo niambia, na uhakika kabisa kanasa. Basi leo tutamfanya kitu hamna. Maana yule mtoto kazoea. Ana umalaya uliokomaa. Kutwa kutembea na wanaume za watu. Yes, analingia kakake. Kudadeki siogopi dudu wala mende. Kuba babake. Leo nitaenda kumuonesha kila kitu. Twende shoga yangu. Yaani wewe mtoto, vitu ulionipa leo, yaani ni noma sana. Ndio siku mtamu. AKA cha utundu. Nakupa mpaka nakupa tena. Tena nakupa mpaka unasahau ulipo na unapotaka kwenda. Nikwambie kitu siku, huwa nafurahi nikiwa na wewe. Fanya unipe pesa yangu niondoke. Kabla mwenye nyumba yako hajanikuta. Hivi siku, mpaka lini nitakununua? Mwanzo, wewe una mwanamke wako wewe. Na si unaishi naye ndani. Halafu, nimeshakwambia mimi malaya, uniwezi. Kama naweza kuwa na wewe hapa, nashindwaje sehemu nyingine kuwa na wewe? Fanya unipe pesa yangu niondoke. Hayo mambo mengine tutaongea wakati mwingine. Vipi wewe? Umeniaga unaenda kazini. Mbona sasa hivi upo hapa? Nyo, huna hata haya. Huyo mwanamke wako yuko wapi? Mwanamke? Mwanamke gani wewe? Ndio maana nilikuuliza toka tupo huko njiani. Una uhakika yupo? Mwanzo, hii harufu ni ya siku. Inamaanisha alikuwa hapo humu ndani. Yuko wapi mwanamke wako? Wewe mpumbavu nini wewe? Unamuona siku? Yupo wapi huyo siku?
Aha, kumbe unanitukana eh? Ina maana unijui eh? Sinakuuliza. Usiogope. Najua katika maisha kuna changamoto nyingi za kukatisha tamaa, lakini usizipe nafasi. Na kuelewa Loveness, ila sidhani kama hizi ninazopitia ni changamoto. Nampenda sana Haji, lakini naogopa. Unataka kurudisha nyuma moyo wako ili hali tushalimaliza hilo? Acha moyo wako udunde unavyotaka na useme unataka nini. Usiudhulumu. Acha kujisumbua Tamika. Mimi ndiye mwanamume nitakaye kuoa. Zunguka pande zote za hii dunia. Lakini umetaka ama hujataka, jinga ndiyo mumeo. Oa mwanangu, katika mzigo ambao unatakiwa kuwa nao makini, yani ni huu hapa. Kwa sababu huyo bosi wangu ananiamini sana yani. Yani kama ukifanikiwa kusebenza vizuri, amini usiamini, utakuja kubadilisha maisha yako. Haina noma. Ngoja kwanza niende Mwananyamala, maana dambo la kule hivi ndio vitu vyao. Chapu tunajiuza na njanja. Na kuamini sana kichau wangu. Na huyo madam nilokuwa naye sasa hivi anaga masiala kabisa kwenye biashara zake. Na huu mzigo ambao unipa madam ni mdogo sana yani. Kwa hiyo nakusisitiza, tumia akili kipindi ukiwa unafanya kazi. Usilete masiara kabisa yani. Endeni mwanangu. Mbona kama unajamba jamba sasa? Toa chafu ingiza safi, imeisha hiyo. Baridi mwanangu. Makutano pale pale sasa. Mimi sasa hivi naingia zangu chocholi kwenda kufanya mazingira yangu. Au vipi? Asma, unapaswa kunisikiliza mimi. Hachana na hiyo hela unayomdai. Mimi nitakupatia. We, kaka, siwezi kuiacha. Yule mama anajikuta sana. Kashakula hela za watu nyingi sana. Unadhani mimi namuogopa? Hela yangu atailipa. Asma, najua kiu yako. Lakini upaswi kufanya hivyo. Kwa sababu unayeshindana naye ni mtu hatari sana. Atakuzuru. Kwa hiyo, uko tayari kunyangalia mimi nazulika? Sina dai haki yangu. Sio rahisi kukuacha uzulike. Ndio maana nakwambia achana na yule mama. Mimi nitakupatia hiyo hela. Mwenzangu, pesa yako hata siitaki. Na nataka aitoe yule mwenye mama. Atake asipotaka, pesa yangu atailipa. Sawa. Nenda ukapike. Wewe, mbona umeniita alafu uzungumzi? Mama, naomba uongee na mzee Mwembe. Mwambie aniheshimu. Tena sitaki shobo na yeye. Amekufanya nini? Yeye sio mtabiri wa maisha yangu. Mpaka aniambie siwezi kuolewa na mwanaume mwingine wowote yule zaidi yake yeye. Hivi mimi mzee kama yule nitampeleka wapi? Unacheka nini sasa hapo mama? Lakini Tamika, kwani ni mabaya gani aliyoyaongea? Kwa hiyo wewe unaona kaongea sawa, si ndio?
kwa kuwa mzee Mwembe ni mwanaume, binafsi mimi sioni baya lolote aliloliongea. Alafu usisahau, tulishalimaliza hili. Mama, usisahau ya kuwa aliyemlipa mpiga zumari ndiye atakayechagua na wimbo wa kucheza. Usisahau haya maneno. Dada, mbona kama uko sawa? Hapana Chodo, ila kuna mambo hayako sawa, ndio nilikuwa najaribu kufikiria hapa. Jambo gani haliko sawa kwako? Chodo, simuelewi kabisa mama. Yaani ananifanya nimfikirie vibaya hali ya kuwa siko katika na mawazo hayo. Nakumbuka niliwahi kukuambia kwamba mama simuelewi. Sikuwa na maana kwamba mama ni mbaya. Lakini nilijaribu kufikiria kama unavyofikiria wewe hapo saizi. Anakunyima haki zako. Anakataa wewe kuolewa na mtu unayempenda. Mimi pia hataki niondoke hapa nyumbani. Hajali sina kazi. Anafurahi nikikaa tu nyumbani. Hiyo ndio ilikuwa maana yangu, lakini sikumaanisha kwamba mama ni mbaya. Hapa sasa naanza kukuelewa kidogo kidogo. Ila itabidi tufanye uchunguzi wa hali ya juu. Tujue mama ana nini kinamsibu mpaka anatufanyia haya. Hata hivyo Chodo, mimi naona mama sio mbaya. Mama angelikuwa mbaya angewezaje kutubeba sisi tumboni mwake miezi 9 na kutuzaa kwa uchungu? Tami, sio kila mzazi anampenda mtoto wake. Ndio maana kuna watoto wanazaliwa wanatupwa majalalani. Mwingine anazaliwa anakuwa kama tulivyo sisi hivi. Lakini mzazi wake anakuja kumkataa kwa sababu zake tu binafsi. Wale ni wazazi, ukumbuke. Wamewabeba miezi 9 kwenye matumbo yao. Lakini haijalishi kuwa mama yetu ni mbaya. Tujaribu kufuatilia tujue. Tukishapata ukweli tutajua tufanye nini. Sawa, nimekuelewa Chodo. Basi usipende kuwa mgeni, sawa? Wanakuwa na furaha, usipende kumna mimi hivi. Sawa. Mimi natoka basi. Haya, mihangaiko mema. Baadaye. Mbona atokei mzee? Tulia wewe. Mbona una haraka? Nataka umjue shemeji yako. Maana kesho kutwa anaenda Oman. Anaenda kufanya kazi. Ni kazi za ndani lakini. Kwa nini namruhusu akafanye kazi mbali? Alafu ni kazi za ndani. Nasikiaga maisha ya huko si rafiki hasa kwa sisi ngozi nyeusi. Unajua mke wangu mimi ni mpambanaji sana. Na ndio maana ulichelewa kumjua. We acha tu aende. Huyo ndio bata mzinga wangu. Anaitwa Ape. Ape. Huyo ni rafiki yangu. Ni zaidi ya rafiki. Ni kama ndugu sasa. Anaitwa Mzugu. Nimefurahi kukuona. Mimi pia.
mtu na shemeji yake. Ngoja niwaache nichukue vinywaji kwanza. Sawa. Unajua sijategemea kukuona hapa. Kumbe ni shemeji yangu. Nafikiri itakuwa ni jibu tosha kwako. Sasa utaacha kunisumbua shemeji. Kabisa, sitokusumbua. Kapera mimi ni ndugu yangu. Sitokuweka tena moyoni. Lazima niwe makini katika hili. Na naamini siwezi kupoteza. Nitashinda. Yes, nitashinda.